Unainua macho yangu nitazame milimani, msaada wangu watoka wapi? Msaada wangu katika Bwana. Nainua macho yangu nitazame milimani, msaada wangu watoka wapi? Msaada wangu katika mahitaji. Nainua macho yangu nitazame milimani, msaada wangu watoka wapi? Msaada wangu katika Bwana. Msaada wangu katika Bwana. In the book of Psalms chapter 121, mstari wake wa kwanza mahali pale, the word of God tell us ya kwamba nayainua macho yangu ili niweze kutazama pale mlimani, where my help come from, msaada wangu unatoka wapi? Akasema msaada wangu uko katika Bwana aliyezifanya mbingu na nchi, asiyesinzia yule anayenilinda. Wanadamu kumbe wanaweza kusinzia, wanadamu kumbe wanaweza choka, wanadamu kumbe wanaweza lala. Asiyesinzia yule anayenilinda, asiyesinzia yule anayeniangalia. Yaani yeye hatasinzia. Una wakati unaweza kaa chini ushindwe, haya mambo ilikuwa inatendeka na mbona sikuyajua? Kwa sababu wewe uyajui. Lakini yeye asiyesinzia anayekulinda, hakuna siku hata moja ambao atapata kusinzia ili aruhusu ama kuacha mabaya yaweze kutendeka kwako. My brother, my sister, wherever you are, mahali pale ulipo, I am here to tell you, our God is a wonderful Father. Mungu wetu ni mwaminifu. As Mr. David say, ya kwamba nainua macho yangu ili niweze kutazama mlimani, where my help come from. Yani msaada wangu unatoka wapi? Una wakati unaweza angalia wanadamu ili wakupatie msaada, wanadamu ili wakusaidie, wanadamu ili wakuimarishe, wanadamu ili wakuokoe, lakini msaada wetu uko katika Bwana pekee. Mimi sijui mahali pale ulipo, kinachokusumbua moyo, inachokupatia dhiki, inachofanya moyo wako iangaike. Unaomba Mungu akupatie msaada, huyo mtoto aweze kurekebika. Unaomba Mungu akupatie msaada ili Mungu aweze kusimama katika yale yote ambayo moyo wako inatamani. Unashindwa itawezekana namna gani, ama ni nani atakayenisaidia haya yote aweze kutendeka. Niko hapa kukuambia ya kwamba Mungu asinzii wala alali. The word of God tell us, asiyesinzia yeye akulindaye, asiyesinzia wala asiyelala. Kwa hivyo siku ya leo na tunamwambia Bwana majeshi, komanda wa Israel, asisinzie wala asilale. Wakati aulali, umejua kuna watu wanakosa usingizi kwa sababu ya ile mambo inayowasumbua. Una watu wanakosa usingizi kwa sababu ya vitu ambao zimekuba akili zao na ama fikira zao na mawazo yao. Wanakosa usingizi kabisa. But may the Lord give you the peace of mind wa kuleta msaada wa kila ambacho moyo wako inatamani, wa kila ambacho moyo wako inataka. Rakashaka la baba rima yako toruba kazi yaka mama. That is ati sing and say, pokaneni Yesu kikodo wiyam, pokaneni Yesu kikodo wiyam, pokaneni Yesu kikodo wiyam, pokaneni baba kikodo. Yani pokaneni kikodo wiyam.
Yaani kuna vitu zingine unaweza ukashindwa. Mungu huwa anafanya namna gani? Kwa sababu kuna mahali unaweza kuwa unaenda na kuelekea ukafikiria kwamba unaenda kuaibika, lakini hakuna siku hata moja ambapo Mungu atawahi kukuaibisha, kwa sababu unamtumaini. Nami ninakuombea Jehova Jire, Jehova El Shaddai asiwahi ruhusu aibu ije kwako, asiairuhusu mateso usioweza kustahimili, asiairuhusu tabu na kuhangaika usioweza kustahimili. Uweza wake na nguvu zake ikuletee msaada katika magonjwa hayo, katika dhiki hiyo, katika kusumbuka hiyo, katika mateso hayo. Mungu akuletee msaada. Bwana akusimamishe, Bwana akuinue, Bwana akuhifadhi, ili uweze kutoka mahali pale, kama vile Shadraka, Meshaki na Abednego walivyotoka katika moto. Pale walipotupwa katika moto, hawakujua msaada wao inatoka wapi ama nani anaenda wasaidia waweze kutoka katika moto. Wakainua macho yao upande hii na upande hii, wakashindwa msaada inatoka wapi. Lakini kumbe yuko Mungu aonaye kwa siri, ajuaye kufasiri yale tusiyaweza, anayejua kuangalia yale ambapo hatuwezi kuyaona, ambao aliingilia akatembea nao katikati ya ile moto. Mimi sijui uko katika moto wa kesi aina gani, but the word of God stay there, ya kwamba nainua macho yangu natazama mlimani, where my help come from. Msaada wangu inatoka wapi? Msaada wangu uko katika Bwana aliyesifanya mbingu na nchi. Hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na nchi, na kama yeye ndiye alizifanya mbingu na nchi, na hapo mwanzo aliumba mbingu na nchi, akasema iwe na ikakuwa. Hata maisha yako aseme iwe raha, hata maisha yako aseme iwe amani, hata maisha yako aseme iwe kile unahitaji. Hata maisha, najua wewe hauwezi, najua kiuweza wako, kinguvu zako wewe hauwezi, lakini mwambie Bwana tawala. Umejua mfalme anatawala na anafanya kile ambacho anataka, kwa sababu yeye ndio mfalme. Basi wanadamu wasimzuie Mungu ukuletea faraja, wachawi na waganga wasimzuie Mungu uleta baraka na msaada kwako. Maana yake the word of God say ya kwamba msaada wangu unatoka kwa Bwana aliyesifanya mbingu na nchi. Wanadamu wasimzuie yeye kuleta hiyo msaada, maana yake yeye ndio mfalme wako. Basi wacha afanye kila ambacho anahitaji. Akiona unapaswa kushinda, akufanyie ushindi, akutolee judgment, akutolee neema, akutolee hukumu lenye haki, maana yake uweza na nguvu ziko kwake. Bwana tawala. Ambia Simba wa Yuda tawala. Ambia Mfalme wa falme Baba tawala. Yes, niko mahali hapa, nimekaa nimetulia. Sometime naweza jishika namna hii, maana yake sijui mahali pale ambapo naenda kuanzia na kumalizia, maana yake sioni msaada. Lakini Bwana tawala, wewe tawala tu, wa nyumba yangu tawala, wa maisha yangu tawala, wa familia yangu tawala, wa watoto wangu tawala, wa biashara yangu tawala, wa kazi yangu tawala. Bwana tawala, ulete msaada. Bwana tawala, unitoe katika machozi. Bwana tawala, unipatie, unidumishie hii furaha na amani ambayo inapaswa kukaa ndani ya moyo wa mwanadamu anayekutumaini. Maana yake neno linasema ya kwamba wakati yote, kama Daudi anavyoongea, amekuwa kijana na yeye ni mzee, na hajaona mwenye haki amewachwa, wala mtoto wake anaenda akiomba mkate pale barabarani. Basi mfalme wa amani akuimarishe, akutengeneze njia mahali hakuna njia, akusimamishe upate msaada. Utukufu wa Mungu na fadhili za Mungu zikutetee katika yale ambayo yanasumbua moyo wako, maana uweza na nguvu ziko kwake. In the mighty name of our Lord Jesus Christ, may the Lord mercy you. May the Lord give you the desire of your heart. If you are there and you do not subscribe, make sure that you subscribe to our YouTube channel, so that if we upload the video, you will be among of them, wale ambao wanaenda kuwa mara ya kwanza upokea vipindi isi ambao tumeandaa.
Bwana akubariki kwa kuamini. Make sure you subscribe, like and share. Utukufu wa Mungu na fadhili zake na sikufikie. Asante sana kwa upendo wako. Asante sana kwa kutushikilia mikono mahali hapo, kwa sababu wakati ambapo unapokaa mahali hapo, nasi tunapata nguvu ya kuleta huduma za Mungu kwako. Baraka za Mungu sikufikie, fadhili zake simfungulie milango katika yale unayohitaji. Make sure you subscribe. I say it here. Make sure that you subscribe, like and share. Wish you the best. Shalom and bye bye.